Naam. Hiyo inanipelekea kuuliza swali lingine kwa niaba ya mtazamaji. Umesema kuna uwezekano mkubwa kwa watu ambao wako kwenye mkutano mkuu wa watakatifu wanaweza kutoka kwenye kundi hilo na kujiunga na kundi la wale 144,000. Je, kutakuwa na uwezekano wowote kwa yule aliyeko kwenye namba 144,000, mtu aliyefaa kuwa kwenye kundi hilo, kutoka kwenye kundi hilo na kuwa kwenye kundi la lile kundi kubwa na kwa namna yote akaokolewa? Ndiyo, jibu la uhakika ni kwamba liko mikononi mwa Mungu pekee, kwa sababu yeye ndiye hakimu pekee. Lakini kwa kuzingatia shuhuda tunasoma kuhusu utiwaji wa muhuri. Wale walio na ufahamu au nuru lakini wanashindwa kuishi wamepotea. Hawarudi nyuma kwenye kundi kubwa kwa sababu wao sio sehemu ya kundi hilo. Kundi kubwa wana nuru kidogo lakini wanaishi kulingana na nuru walionayo. Ndiyo maana ni muhimu sana mtu aliye na ufahamu kuishi kila pointi, kila neno, kila sehemu ya ujumbe sawa sawa. La sivyo tunaweza kupoteza wokovu, kwa sababu kama haki ya Kristo imethibitishwa ndani yetu, imewekwa ndani yetu, ni asili ya uungu iliyoko ndani yetu, tunapaswa kuwa na nguvu kuishi sawa sawa na ujumbe. Kama tusipoishi tunakuwa wabaya kuliko hata wale walio katika kundi kubwa. Hilo ndio swali langu, sababu najua kuna watu wengine hawaelewi swala hili. Wanasema, unajua tujafika wakati wa chapa ya mnyama, angalau tutakuwa kwenye kundi kubwa. Biblia inasema kadiri ya ulivyopewa vingi utatakwa vingi. Na yule aliyepokea vingi inasema atapigwa sana. Mtumishi aliyepokea zaidi. Anayepokea talanta 5 anatakiwa kutoa talanta zingine 5. Ndivyo ilivyo katika mfano wa Yesu. Na yule anayeficha talanta na haifanyii kazi hakupewa fursa nyingine, kwamba aliwekwa kwenye nafasi ya pili ya kusimamiwa, ilichukuliwa kutoka kwake na akapewa mwingine. Kwa hiyo Biblia yote tunapoangalia katika hasa Agano Jipya, swala hili liko wazi. Liko wazi kabisa. Ndiyo maana Bwana anasema kuna njia nyembamba. Njia nyembamba ni aidha tunaingia kwa hiyo au hatuingia hapo. Na tusipoingia hapo tunakuwa kwenye njia pana na tunakuwa tumepotea. Na kwa hiyo kuna uelekeo mmoja tu, hatuwezi kurudi nyuma. Asante sana kwa maelezo hayo ndugu, kwa sababu kwa namna fulani kuna kuridhika. Watu wanasema kwamba kama tukikosa hiki tunapata hiki. Swali lingine linalohusiana na swali hilo, muda mwingine watu wanasema kama ndio hivyo, bora nisijue vingi, ni bora nisijifunze ili nisijue, na kwa Mungu sitawajibika. Katika roho ya unabii, kwa bahati mbaya sijaijumuisha kwenye maandalizi yangu, inasema Mungu hata hukumu kila ambacho tulijua au hatukujua pekee, bali pia fursa za kujua na hatukuzitumia. Hiyo inakuwa hukumu tayari na mwisho. Yaani kwa makusudi kabisa ulikataa kujifunza, kwa makusudi kabisa unakataa kujuzwa, ni wajibu tayari ambao tunapaswa kujibia.